Fikiria ulimwengu ambao kila kitu kinasimama. Magari hayatembei, ndege haziruki na viwanda vinakufa. Hii si filamu ya kutisha. Ni ukweli unaoweza kutokea ikiwa mlango wa Hormuz utafungwa leo. Lakini je, unajua kuwa mataifa makubwa hayajalala? Nyuma ya mgogoro huu kuna ramani ya siri ya njia nyingine zinazochimbwa. Mabomba yanayopitishwa katikati ya majangwa na reli zinazounganisha mabara. Leo kwenye Simulizi Zinaishi tunafichua njia mbadala za siri ambazo mataifa makubwa yanazitumia, ikiwa na lengo ya kuipindua Hormuz na kujiandaa kwa vita kuu ya mafuta. Karibu. Kama tulivyoona kwenye mfululizo wetu wa Hormuz, eneo hili ni shingo ya uchumi wa dunia. 20% ya nishati yote duniani inapita hapa. Lakini hapa ndipo siri inapoanzia. Kwa miaka mingi mataifa kama Marekani, China na Saudi Arabia yamekuwa yakitafuta plan B. Kwa nini? Kwa sababu wanajua kuwa kutegemea njia moja ni sawa na kuweka mayai yote kwenye kapu moja linaloweza kuanguka wakati wowote. Kwanza tuangalie Saudi Arabia. Wamewekeza mabilioni ya dola kwenye bomba la East West Petroline. Hili si bomba la kawaida. Ni mshipa wa nishati unaovuka jangwa lote kuelekea bahari ya Shamu, ukiikwepa kabisa njia ya Hormuz. Lakini China nao hawajabaki nyuma. Kupitia mradi wao wa CPEC nchini Pakistan, wanatengeneza njia ya nchi kavu itakayofikisha mafuta moja kwa moja hadi China bila kupita kwenye maji hatari ya Mashariki ya Kati. Hii si tu miradi ya ujenzi, ni hatua za kijeshi na kiuchumi kujiandaa kwa lolote litakalotokea. Swali kubwa linabaki, je, njia hizi zinaweza kubeba mzigo wa 20% ya dunia? Ukweli ni kwamba hata zikifanya kazi kwa uwezo wake wote, bado pengo litakalobaki ni kubwa. Hii ndio maana mataifa makubwa yanaendelea kupigana vikumbo kuweka vituo vya kijeshi karibu na njia hizi mpya. Vita ya nishati imehamia kwenye ramani mpya, na Hormuz inaweza isiwe mwisho wa simulizi hii, bali mwanzo wa ushindani mpya kabisa. Dunia inabadilika na siri za nishati ndio zinazoandika historia ya kesho. Je, unafikiri njia hizi mbadala zitatosha kuizuia dunia isizame kwenye giza ikiwa Hormuz itafungwa? Au mataifa haya yanajidanganya? Hebu toa maoni yako hapa chini. Usisahau kusubscribe Simulizi Zinaishi kwa hadithi zaidi zinazofichua ukweli wa dunia yetu. Mimi naitwa Omar Zongo. Asante kwa kufuatilia mfululizo wa kisa hiki cha Hormuz.